Anaitwa Zefania akimlalamikia kwamba alikuwa anamtumia mesi za ajabu, anamfuata nyumbani usiku saa 6, anamgongea, anamwambia niingie. Mwenyekiti wa mtaa wa Njavichani kata ya Sinoni mkoani Arusha amesema kwamba mwanaume aliyekuwa akipigwa na watu katika eneo la stendi kubwa mkoani Arusha akidaiwa kuwa alikuwa akimshawishi kijana mmoja anayejulikana kwa jina la David amuingilie baada ya kuwauzia dawa zinazodhaniwa kuwa ni za nguvu za kiume. Ameeleza kwamba ni mjumbe wa serikali yake ya mtaa, lakini pia ni balozi wa eneo hilo. Mwenyekiti huyo akizungumza na waandishi wa habari ameongeza kwamba wameshaanza kuchukua hatua, lakini pia kwa kipindi cha nyuma mtuhumiwa huyo alishawahi kulalamikiwa na kijana mmoja kwa kumhusisha na vitendo hivyo. Ni mjumbe wa serikali yangu ya mtaa ambaye anaitwa Nitoa Mmari. Mimi kwa majina anaitwa Lesson Joseph Laizer, ni mwenyekiti mtaa wa Njavichani kata Sinoni. Hili jambo mimi nimeona kwenye mitandao kwamba jamaa amepigwa, lakini kufuatilia nikagundua ni mjumbe wa serikali yangu ya mtaa ambaye anaitwa Nitoa Mmari. Nilipoona hii nikatafuta jinsi ya kumtafuta mtu, nikampigia simu. Nikamwambia, ndugu vipi, mbona umepigwa? Pole. Jibu alilonipa ananiambia, mwenyekiti, watu wamenitengenezea hii kitu, sio kweli. Nikamwambia, kweli unachosema? Mimi nikakata simu yangu. Lakini baadaye nikaona simu zinaendelea kupigwa na wananchi. Mwenyekiti, mbona mjumbe amefanya vitu vya ajabu, ameizalilisha ofisi yako? Mimi kawa naongea na wananchi wangu, nawaambia ofisi haikuzalilishwa, amejizalilisha mwenyewe kwa sababu yeye ndiye amefanya hili tukio. Lakini huko nyuma nilishapata lalamiko la huyu mtu. Kuna kijana mmoja anafanya kazi saluni anaitwa Zefania. Alishakuja ofisini kwangu akaniletea lalamiko, mwenyekiti, mtu ananitumia message za ajabu ajabu. Anataka nifanye kitu ambacho mimi sikiwezi kukifanya. Mimi nikafikiri ni utani, nikamwambia labda ni utani tu. Mimi nikapuuza kama kawaida. Lakini sasa nilipoona kwenye mtandao ndio nikakumbuka, nikamtafuta Zefania. Zefania akaniambia, mwenyekiti, nilishakwambia huyu mtu sio anafanya hizi shughuli. Sasa pale ndio nikaanza kuamini. Ndivyo ilivyokuwa. Huyu jamaa alikuwa anafanya kazi ya ulinzi maeneo ya majengo. Lakini alikuja akaacha ile kazi akawa amefungua biashara yake ya duka. Ana duka maeneo ya Shinda pale. Kwa kweli hizi tuhuma zilivyokuja wananchi tayari ilishawapa shida, kwa sababu wameshasema kwamba mwenyekiti, sasa kama huyu mtu ndivyo ilivyo, ataweza kukaa na kufanya kazi na sisi, kwa sababu mimi huyu nimemweka kwenye kamati ya mazingira na afya. Sasa wananchi wameanza kunipigia simu, mwenyekiti, huyu mtu anatakiwa ajiuzulu. Mimi nilichowaambia kama ni kujiuzulu, mimi sikumpa hii nafasi. Ni wananchi walimpa ridhaa ya kuwa mjumbe wangu wa serikali ya mtaa. Tayari chama wameshajua kilio cha huyu mtu, nasubiri chama watachukua majibu gani watatoa juu ya huyu mtu. Ndivyo nilivyowaambia wananchi wangu. Sikutaka kufanya hivyo, ila niliongea na mwenyekiti wangu wa chama tawi la Yengo. Akanambia baada ya muda tutaita kikao cha kamati ya maadili, tumuite huyu mtu ili tuweze kuzungumza naye na kusema naye juu ya hili jambo. Ndivyo ilivyo. Okay, mimi nilipoona ile video kulikuwa kuna shida, kwa sababu kuna mtu naona kama alikuwa amemwandaa kwa ajili ya kwenda kumtumia. Yule mtu hakuwa tayari kwa ajili ya kufanya lile tukio, akawa amewatafuta watu kwa ajili ya kumbana ule jamaa na kumzalilisha kwa kitendo ambacho alikuwa anataka akafanywe na ule kijana. Sijaiona matukio mengine zaidi ya lile niloletewa na ule mwananchi wangu ambaye anaitwa Zefania akimlalamikia kwamba alikuwa anamtumia message za ajabu, anamfuata nyumbani usiku saa 6, anamgongea, anamwambia niingie. Jamaa anamwambia unataka nini kwangu? Ndicho ninachokifahamu mimi. Baada ya kumpigia simu nilimpigia, nikampa pole, akaniambia, mwenyekiti, hili jambo limetengenezwa, sio kweli. Na nimeshatoa taarifa polisi na nimekata arabi. Nikamwambia basi fuatilia kwa sababu umezalilishwa. Akaniambia atafuatilia kwa wakati wake. Sawa, hilo jambo ni kwamba mimi siwezi kumsimamisha kazi. Anayetakuwa kumsimamisha kazi ni bodi ya Chama cha Mapinduzi ambaye wamempa ridhaa ya kuwa balozi. Na mimi nimeshatoa taarifa hii kwa mwenyekiti wa chama tawi la Yengo kwamba mtu amefanya 1 2 3. Ndivyo kama nilivyowaambia, wamesema wataita kikao cha kamati ya maadili ili wazungumze naye wajue kitu cha kufanya. Ni mjumbe serikali ya mtaa wa Njavichani, lakini pia ni balozi katika eneo hili hapa. Kwa majina naitwa Nicodemus Elimundi Kweka, ni mwenyekiti wa vijana UVCCM tawi la Yengo Sengiu. Ni kweli kabisa kama jinsi ambavyo mmepata taarifa kuhusiana na habari zilizokuwa zikihiti sana kwenye mitandao, lakini pia kwenye vyombo mbalimbali vya habari vinavyohusu balozi na kiongozi wa Chama cha Mapinduzi. Hizo tabia zilikuwa ni tabia za mapema sana kwa sababu kuna wakati mwingine alikuwa nje ya mifumo kabisa hata ya kiume
Yaani kwa maana nyingine alikuwa na kampani kubwa sana ya wanawake, saa nyingine ndio maana hata tulikuwa tunahisi, lakini si kuwahi kushuhudia tukio hili, lakini kwa haya nimekuja tu kuyashuhudia mapema hivi jana punde ndio nilipata kuzisikia hizo taarifa. Wito wangu kwa wazazi na kwa jamii kwa ujumla ni kwamba tujaribu kuwa na njia positive ambayo inaweza ikamlenga mtoto kimaadili, na sio tu jamii, na hususani kwa viongozi, kwa sababu nategemea kwamba kiongozi anapaswa kukemea tabia chafu, anapaswa kuongoza jamii katika mifumo ambayo inastahili, ili kusudi aweze kuonekana matunda ya uongozi wake yaweze kuthibitika. Kwa jina naitwa Abdullahi Msia, ni mwananchi wa kawaida. Pamoja na muda wote nilifanya kazi naye, sijawahi kumuona au kusikia akifanya vitu kama hivyo ambavyo vilivyoonekana katika mtandao wa siku ya leo. Kwa kweli kimeshangaza kiasi kikubwa sana. Tumeshikwa na taharuki kiasi kwamba hatukutegemea kuona vitu kama hivyo katika mtaa wetu. Kwa ushauri ambao nitakaweza kutoa, serikali, mwenyekiti na kamati yake ndio wenye majukumu ya kujua kwamba watafanya nini ili tatizo lisiweze kuendelea katika mtaa wake. Alipotafutwa, Twaha Mari anayetuhumiwa na vitendo hivyo alidai kwamba vijana hao alikuwa anawapelekea dawa, ambapo baadaye walimfanyia vurugu wakati alipokwenda kuchukua simu yake. Wewe ni balozi wa shida namba ngapi mheshimiwa? Namba 9. Wale mabwana kuna kitu waliniagiza niwapelekee, nikawaagizia kule nyumbani kawaletea. Kuna dawa aliniagiza la fulani ya asili nikawaletea pale. Sasa baada ya kuwaletea ikawa kwenye kulipana pesa ikawa ni changamoto. Wakawa wamenichukulia simu yangu kwa vurugu. Yaani baada ya kuwaletea simu walinifanyia vurugu, wakanibia vitu zangu. Sio kunipiga tu. Baada ya kuibua hivyo vitu zangu, nilianza kumdai pesa yangu, ndio maana kanifanyia vurugu. Mimi siuzi dawa, ila nilimwagizia tu kwa mtu kule nyumbani. Mimi sikutumia mtu. Baada ya kunibia vitu zangu ndio walituma wao kupitia simu yangu. Walichukulia simu, kila kitu walichukua, hata message nazo ambazo baada ya kuchukua vitu zangu baadaye wakaja kuvituma na pikipiki baada ya kunifanyia vurugu mimi. Zile messages zina maana gani ulizokuwa unatumia? Mimi sikutumia mtu message yote, ila wao ndio walituma kwa kutumia simu yangu. Sijafanya lolote. Hao ni maneno ya kunichafua mtandaoni na ni maneno ya siasa, na hapo pia inaonekana kuna siasa iko ndani yake. Na swala la kuchafuliwa mtandaoni, watu wanachafuliwa tu wengi, hata wakubwa. Hilo tu, watu wanachafuliwa mengine makubwa zaidi, lakini na mimi sitaweza kuyafuatilia mambo ya kipuuzi kama hao. Mimi nitaendelea kufanya shughuli zangu. Watu waendelee kuchafua, lakini yote yule atakayejaribu kuendelea kuchafulia jina langu nitamchukulia hatua kali. Kuna jambo kama hilo ni uzushi wa kuchafua jina langu, na wataendelea kufanya, ila mimi niko imara, nitaendelea kufanya shughuli zangu. Sina muda wa kushirika na mambo ya mtandaoni, kwa sababu wamekuwa wanachafua watu mtandaoni, watu wengi. Sio mimi tu niliochafuliwa, hata ukiangalia ni wengi wanaochafuliwa. Siwezi kujiuzuru kwa sababu wananchi wangu wananipenda na nitaendelea kuwahudumia kama nilivyokuwa nahudumia mwanzo.